Okay, ni mwendelezo wa mahojiano mawili matatu na baadhi ya waumini ambao wamefika hapa leo katika madhabahu ya CLJN, na tumedhamiria kuendelea kuwa ndoto yako. Sisi ni ndoto yako. Niko na dada yetu mwingine hapa. Hebu tueleze, mtazamaji wangu anataka kujue pale, unaitwa nani na umetokea maeneo gani? Naitwa Dorcas Samson Richard, nimetokea Kinyerezi Msikitini. Okay, kutoka Kinyerezi Msikitini mpaka hapa. Tunataka kufahamu kitu kimoja. Kwa mara ya kwanza huyu Nabii Prophet Philbert Pasco umemjuaje? Ulimjuaje? Nilishuhudiwa na rafiki yangu, akanielekeza, nikasema leo ngoje nifike ili nimuone kwa macho yangu mwenyewe. Okay, huyu rafiki yako naye anasali hapa au alikuwa na shida gani yeye akaponywa ikakufanya nawe uje? Yeye alikuwa anatafuta mtoto kwa muda mrefu, maana ni takriban miaka 5 kwenye ndoa yake alikuwa na mtoto. Kwa hiyo alielekezwa naye kwa maelezo yake. Alivyoelekezwa na mtu, alipofika mahali hapa akatabiriwa, akaambiwa ndani ya mwaka utajifungua, na kweli kama amejifungua watoto wawili mapacha. Okay, kwa upande wako hii ni mara ngapi kuja hapa? Mara kwanza. Tulikuona pia wewe ni miongoni kati ya watu ambao katika prayer line Nabii alikuona na akatamka kitu, alisema kwamba anakuona ama ulishawahi kwenda kwa mganga. Kwanza tutaka tujue kupitia JN Power TV pale, ni kweli alichokisema Nabii kwamba ulishawahi kwenda kwa mganga, labda kupelekwa na nini, ushawahi hiyo? Yani kweli. Wewe uko kwa mganga wa kienyeji. Umekumbuka nini? Yani huyo binti tulikuwa tunaimba naye ute praise. Maana kwenye praise ni kama nilikuwa napewa sana nafasi ya kusolo kutokana na huduma yangu mwenyewe. Sasa ilifika tu wakati akanichukiaga ghafla. Sikuelewaga kwa nini. Okay. Baada ya kuwekewa kikao na mchungaji, akamuuliza we kuna kitu gani? Yule akasema ni kama anapendelewa sana na viongozi wa praise. Nyoka anayefanana na kuni. Baada ya hapo pastor akamwambia yani anapendelewa kivipi? Akasema yani haiwezekani kila wiki, yani kila Jumapili aimbishe. Haiwezekani kila Jumapili yeye tu. Sasa mimi nikasema mbona ni mambo ya kawaida, ikafika tu mpaka nikawa wakiniambia read na kataa ili wawape watu wengine. Baada ya hapo zimepita kama wiki 2, nikamwona tu kama amerudisha nini? Upendo. Tukawa tunaendelea. Tukawa tunaendelea mpaka ananifuata nyumbani nielekeze namna ya kuimba hivi na hivi, nikawa namuelekeza. Tukawa tunaenda hivyo na hivyo. Sasa nishangazi kwamba nimeenda, ilikuwa ni ibada ya Jumatano. Ilikuwa ibada ya mafundisho. Mimi nimeenda kanisani, akanipigia simu akaniambia nipo sehemu fulani nifuate, kuna nini? Mimi sikuelewa kama ni kwa mganga, kwa sababu nyumba yenyewe kwa nje, yani ukiangalia kwa nje hizo ukaelewa kama kuna mganga. Lakini ukiingia kwa ndani ndio unakuta kuna mganga. Mimi nikamwambia hapa mfuata kitu gani? Akaniambia mimi nina tatizo 1 2 3 kwenye ndoa yangu. Mimi nikamwambia hivyo unajua kama hapo ulipokuja kama ndio sehemu sahihi kwako. Akaagiza chips, akaniambia weka hapo tu ile chips. Kwa hiyo mimi sikusikiliza mazungumzo yao. Mmesikia eti? Mimi nakufahamu. Mpaka nakwambia mtu anakupeleka kwa mganga, yeye ni amemaliza uhitaji. Mimi nikuwepo. Wewe ni mwenyeji hapa, ongeni. Ni mgeni. Mara kwanza kuja hapa. Okay, tueleze ilikuwaje? Kwa mganga sijaenda kwa matakwa yangu mimi, ila alinipeleka rafiki yangu. Maana yeye alinipigiaga tu simu kipindi hicho nilikuwa nipo kanisani kwenye ibada ya mafundisho. Akaniambia njoo sehemu fulani, kuna kitu nataka nikuonyeshe. Sasa akunielezea moja kwa moja kama ni kwa mganga. Kwa hiyo mimi nilipotoka pale, kwa sababu niliamini ni rafiki yangu, tulikuwa tumeshibana kweli. Kwa hiyo nikawa nimemfuata. Ukiangalia kwa yale mazingira kwa nje hizo ukaelewa kama ni kwa mganga, ila kiingia ndani ndio unafahamu kama ni kwa mganga. Kwa hiyo ndio chanzo cha mimi kufika kwa huyo mganga. Na sio kama nilienda mimi nilikuwa na shida na mganga, ila yeye ndo alikuwa na shida na mganga. Yeah. Sawa. Unakumbuka ilikuwa ni mkoa gani au ni wapi ilikuwa? Ni Kigoma. Okay, ilikuwa ni Kigoma. So mlipofika pale kwa mganga sasa, wewe ulishtuka kwa namna gani na ulijua kinachoenda kuendelea pale? Hapana, sikufahamu kitu gani kinachoendelea pale kwanza, kwa sababu sijazoea mambo kama yale. Alafu ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa kupelekwa pale. Na alafu mbaya zaidi mazingira yenyewe niliyaogopa, kwa maana mimi nimemzoea sana Mungu, nimezoea sana Yesu, ninamwamini Yesu. Saa kwa yale mazingira kwangu kidogo yalikuwa ni magumu kuyazoea. Kwa hiyo nilijawa na hofu fulani hivi. Yeah. Kwa neema alionayo Prophet Philbert Pasco, alikwambia kwamba kuna chakula ulipewa. Hebu tuambie, maana mtumishi aliona mpaka chakula, aliona kuna chakula ulilishwa. Hebu tudhirishie, kuna chakula ambacho ulipewa pale? Ya, kuna chakula ambacho nilipewa, na ni baada ya kumwambia unahisi labda hapa ulipokuja ndio sehemu sahihi kwako. Akaniambia wewe tulia pale. Aliponipa kiti nilipotulia akawa ameniagizia chips, nikawa natumia, nikawa nakula zile chips.
Kwa upande wako sasa, nabii kasema kwamba ulipelekwa kwa mganga na umethibitisha hilo. Baada ya kutoka pale, huyu rafiki wako alikwambia sababu ambayo ilimpeleka pale, yani nini ambacho kilimpeleka pale? Ya, kwa maelezo yake alidai kwamba anataka amdhibiti mume wake, maana mume wake alikuwa na tabia fulani hivi za ajabu sana, kwa hiyo akawa anatafuta namna. Ila kwa mimi, kwa upande wangu, nilimshauri nikamwambia kwamba kwa nini tu usiachane na huko, uhamie tu huko kwa Mungu, maana hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Hakutaka kusikia, akasema kwamba hata Mungu mwenyewe amesema jisaidieni na mimi nitawasaidia. Nikamwambia hilo andiko nipo, lakini hakunipaga hilo andiko. Nikamwambia huku nakoenda, yaani nakuhakikishia kwamba umekuja huku, lakini hayo mahusiano kweli hayatodumu. Na kweli aliendaga kule, alipata hizo dawa. Sijajua sasa ilikuwaje, maana kuna siku niliongaga naye tayari na watoto wawili, lakini ndoa yake haikudumu mpaka sasa hivi. Aliachana na mume wake, na nilimkumbusha, unakumbuka nilikwambia kitu kama hichi, siku zote mahusiano ya dawa huaga hayadumu. Lakini pia katikati ya mazungumzo baina yako wewe na nabii, pia alikuambia kwamba una kipaji fulani ambacho unacho ndani yako. Una kipaji cha namna gani? Na akasema pia kuna nyota yako imechukuliwa. Vile ambayo aliongea nabii, unaona kabisa yana uhusiano, yana ukweli ndani yake na kitu ambacho kiliwapeleka kule? Ndio, yanaweza akawa na ukweli, maana kabla ya kwenda kwa mganga, mimi ni mwimbaji, tena ni mwimbaji mzuri tu, na huyo binti nilikuwa naimba naye praise moja. Kwa hiyo walimu wa praise walikuwa wananipenda kulingana na huduma yangu, kwa hiyo ilikuwa napewa sana kipaumbele. Kwa hiyo yule binti alikuwa anachukia. Ilifika tu mpaka tukakaa kikao, tukaulizwa, akametoa dukuduku lake. Baada ya hapo tukawa tumefanywa maombi, tukaombana msamaha, ikawa imeisha. Lakini baada kama wiki mbili nikaona kama upendo kwake umekuja tu wa ghafla, tofauti hata na mwanzoni. Sinajua siku zote mwenye jambo lake. Kwa mimi sikuelewa yule mtu ule upendo ulikuwa wa namna gani, au alikuwa na maana gani. Kwa baada ya hapo tumekaa kama siku kadhaa, ndio akaga amendaga kwa huyo mtu, akawa ameniita. Aliponitaga huko kwa mganga, yeye kwa maelezo yake alisema kwamba anatafuta dawa za kumfunga mume wake. Sijajua kama hizo dawa zilikuwa kwa ajili ya kunifunga mimi pia. Sijafahamu. Yaani mimi nilielewa tu kabisa zile dawa ni kwa ajili ya kumfunga mume wake. Sikuelewa kama kwangu zitakuwa pia na madhara. Hebu sasa nabii, siku ya leo umekuja badani kwa mara ya kwanza, ameona mambo ambayo yameendelea kwenye maisha yako. Kwa uwezo alionao huyu Prophet Philbert Pasco, ungependa kumzungumziaje juu ya uwezo wake? Kwa sababu anaona vitu ambavyo pengine hata hamjawahi kumwambia, au ulishawahi kumpigia simu kumwambia matatizo yako? Hapana, sijawahi kumwambia, na leo ndo mara ya kwanza kabisa naonana naye. Kwa kweli aisee, nguvu ya Mungu ipo ndani yake, na mimi tunamuombea neema endelee kuishi ili azidi kufungua hata wengine ambao hujafika mahali hapa, maana tayari mimi nimebeba ushuhuda. Kuna muda pia alikuombea. Baada ya kuombewa, sasa hivi unajisikiaje mwili wako? Kwa kweli sasa hivi najisikia mwepesi. Na najiuliza mbona nimekuwa tu mwepesi ghafla. Na kati mwanzoni nilikuwa kama najisikia mwili ulikuwa kama ni mzito hivi, lakini sasa hivi najisikia mwepesi kabisa. Sawa, unawashauri nini wanawake kwa ujumla, mabinti kama wewe, wadada wote ambao wanakutizama, ambao pengine wamekata tamaa, hawajui wapi pa kuelekea? Unawashauri nini kuhusu kumrudia Mungu ama kuja hapa kwa Nabii Philbert Pasco? Kwa kweli nilitaka kuwashauri kwamba kwanza wakawa nafahamu kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Pili, tusihangaikie miungu mingine, na kati tunafahamu kwamba Mungu kabisa aliye hai yupo. Huko tunakokimbilia, yani hakuna msaada kabisa. Kwa hiyo kwa wewe ambao unanisikiliza sasa hizi, yani kama una shida yoyote ambayo inakusonga, wewe tumkimbilia Yesu, atajibu hitaji la moyo wako, atakusaidia, yeye atakukingia kwa kila aina ya shida lako. Kwa hiyo pia ametuwekea nabii mzuri kabisa. Wewe usichoke tu, mtafute. Yuko madhabahu niliyopo hapa ni madhabahu sahihi sana kwako. Wewe karibu tu, na afu ushuhudie muujiza wako. Kwa hiyo sasa hivi mwili unauona kabisa ni mwepesi kabisa. Uliingia ukiwa mwili mzito, sasa hivi ni mwepesi. Nasikia mwili sasa hivi mwepesi kabisa. Hongera sana, asante sana kwa muda wako. Asante pia. Kama ulivyomsikia dada yetu hapa, amekuja ameombewa leo, mwili wake ulikuwa mzito sana. Baada ya kuwekewa mkono na Prophet Philbert Pasco, anakuambia sasa hivi mwili wake ni mwepesi mno. Na anakushauri wewe pia ambaye bado hujachukua hatua, hebu fika mahali hapa. Hii ni sehemu sahihi kwa ajili ya wewe kupokea ile package ya uponyaji wako.